inatizamwa na kusikilizwa na watu wa maeneo mengi katika hii dunia, na wengine Kiswahili kwao ni lugha ya pili au ya tatu wanajifunza. Sasa ukifumba sana hawaelewi. Ukisema alikwenda kujisaidia, Mswahili wa Burundi anaweza kufahamu kujisaidia maana yake kwenda bureau de change kutoa pesa kwa ajili ya kutumia. Umenifahamu? Alikuwa amebanwa na haja. Mswahili mwingine wa Uganda anaweza kufikiria alikuwa na shida fulani hivi inamsumbua, imembaki. Kusema alikwenda kunya, hakuna Mswahili hata mmoja atakayepata tabu kufahamu. Tumeelewana? Kwa hivyo bado nasikia maoni ya watu, lakini na mimi naendelea kungangania msimamo wangu, kwa sababu darasa hizi zinasikilizwa na watu ambao Kiswahili kwao ni lugha ya kwanza, wengine lugha ya pili, na hata wengine lugha ya ngapi? Ya tatu. Na kwa hivyo tutawakosesha ufahamu wale ambao na wao wanataka wajifunze. Nivumilieni na mimi nitakuvumilieni. Twendeni. Leo tunamsoma Al-Hasan Al-Basri kwenye kitabu changu, ni kurasa 101 katika matabina mashuhuri sana. Al-Hasan Al-Basri. Kuna maneno hapa yameandikwa chini ya jina lake huyu. Na aghlabu maneno kama haya hutumika katika kutoa wasfu, maelezo ya yule mtu au sifa kubwa iliyomfanya atambulike katika ulimwengu huu. Kuna mtu kasema, kaifa yadhillu qaumun fihim mithlu al-Hasan al-Basri. Na shangaa vipi watu watapotea na ndani yao yumo Al-Hasan Al-Basri. Kaifa hapa ni ya taajub, yani kaifa, na shangaa vipi yadhillu qaumun, watapotea watu, fihim, ndani yao, mithlu Al-Hasan Al-Basri, mfano wa mtu kama huyu. Si lazima awe Hasan Al-Basri, na mwingine yote mwenye sifa kama hizi akiwemo, basi watu hawawezi kupotea. Maneno haya akasema mtu mmoja anaitwa Maslama bin Abdul Malik, ndio kasema maneno haya kuhusu Hasan Al-Basri. Na sifa nzuri zaidi ni ile ambayo mtu mwingine anakusifu, sio ile ambayo unajisifu wewe mwenyewe. Sifa nzuri ni ile ambayo anakusifu mtu mwingine, tena anakusifia wakati hupo, ama umeshakufa au katika eneo lile wakati anatoa maelezo yale wewe hupo kabisa. Hiyo ndio sifa nzuri, kuliko ile anakusifu na wewe mwenyewe unamuona, unamsikia. Inaweza kuwa anajipendekeza. Tumefahamiana? Kama ilivyokuwa wakizungumza kasoro za mtu, aghlabu watu hayupo yule anayesemwa zile kasoro zake. Kwa hivyo na akisifiwa vile vile uzuri wake asiwepo, ama amekufa au hayupo katika hilo eneo. Hiyo ndio inakuwa sifa inakaribiana zaidi na ukweli. Jaa al-Bashiru, alikuja mtoa habari njema. Al-Bashir maana yake mtoa habari njema, mtoa bishara, ndo Bashir. Kila siku ninajivunia kuwa Mwafrika. Tazama mandhari yetu ya kuvutia. Na hili ni jina, mtu anaitwa Bashir. Na Mtume SAW vile vile anayo sifa hiyo, wama arsalnaka illa bashiran wa nadhira. Jaa al-Bashiru, alikuja mtoa habari njema. Yubashiru, anampa bishara zauja nabii, mke wa mtume wetu Muhammad SAW, Umma Salama, ambaye anaitwa Ummu Salama, bi anna maulataha, kwamba kijakazi wake anaitwa Khaira, qad wada'at, amejifungua, hamlaha, mimba yake, wa waladat ghulaman, na amepata mtoto wa kiume, amezaa mtoto wa kiume. Kwa hivyo Ummu Salama, mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ana kijakazi wake mwanamke anaitwa Khaira. Huyu Khaira alikuwa mjamzito, kaolewa na mume, akazaa mtoto. Sasa Ummu Salama inakuwa kama mjukuu wake huyu mtoto. Tumefahamiana? Kwa sababu ni mtoto aliyezaliwa na kijakazi wake. Anampa habari kwamba amezaa mtoto wa kiume. Faghamaratil farhatu, ikagubika au ikafunika furaha fuada ummul mu'minina, moyo wa huyu mama wa waumini Ummu Salama ridwanullahi alaiha, Mungu amwiradhi. Akafurahi sana, anahesabu kwa akapata kijukuu. Watafaha albishru ala muhayyahu, na ikaenea furaha katika uso wake.
an-nabil ulio mzuri, al-waqur wenye utulivu. Muhayya mtakumbuka hapa manake ni uso, fumbo hilo. Wale wapenzi wa Maulidi na hata mfungo 6 ndo huu nafikiri ndo unamalizika au ndo umeshamalizika? Ushakwisha huu tuko mfungo 7 lakini ndio hii juzi tu hapa, bado wengine hata vietezo havijazima vya Maulidi, sio? Simna wa Muhayyan kashamsi minka asfarata anhu. Gharra wenyewe wanayakumbuka mambo yao bid'atun hasana kwao. Haya twendeni. Ala muhayyaha, kwenye uso wake nabili mzuri, alwaqur wenye utulivu. Wabadarat, akafanya haraka, farsalat rasulan, akatuma mjumbe, liyahmila ilaiha alwalida, ampelekee yule mzazi, wa mauludaha na kizaliwa chake na mtoto wake, yani yule mama alijifungua na mtoto waletwe. Litakdhi fatratan, ili mwanamke yule atumie kitambo fatratan nifasi, kitambo cha damu ya uzazi, fi baiti yake, katika nyumba yake, yani ule muda wa kukaa zile siku 40 au siku 60 akakae kwa Ummu Salama. Fakad kanat khairatu, kwani mwanamke khaira alikuwa athiratan, anapendeza sana, lada Ummi Salama, kwa mama Ummi Salama anapendwa sana yule kijakazi. Habibatan, kipenzi, ila kalbiha, katika moyo wake. Wakana biha lahfatun wa tashawufun, na alikuwa na pupa na tashawufun na shauku, liruyati walidaha, amuone mwanawe albikri, aliyekuwa wa kwanza. Mwanawe albikri hapa manake mtoto wa kwanza, kifungua mimba, sio yule kitinda mimba yule wa mwisho. Huyu ni kifungua mimba, kwa hivyo ni wa kwanza, atakamuone mtoto wa kijakazi wa kwanza. Wama huwa ila qalilun, basi hajachukua muda mrefu, na hilo si muda mrefu, hata jaat khairatu, mpaka kaja khaira, tahmilu tiflaha, kambeba mwanawe ala yadaiha, kwenye mikono yake miwili. Falamma waqa'at aina Ummi Salama, yalipoanguka macho mawili ya Ummu Salama ala tifli, kwa yule mtoto, imtalat nafsuha unsan bihi, nafsi yake ikajaa liwazo, anasa, furaha kwa yule mtoto, wartiyaha, na kuona raha lahu, kwa ajili ya mtoto yule. Fakad kana alwalidu saghiru, kwani yule mtoto mdogo alikuwa qasiman wasiman, ana umbo zuri na sura nzuri. Qasiman wasiman manake kakatika vizuri, na umbo lake ni zuri na sura yake nzuri. Ana umbo zuri na ana sura nzuri. Bahia tilati, mwenye uangavu wa mchomozo, yani anawaka na meremeta. Tamul khilqati, katimia maumbile yote, hana ulemavu wowote. Yamlau aina mujtalihi, analijaza jicho la anayemuona. Wayasiru, na anateka fuada raihi, moyo wa yule anayemtizama, anavutia mtoto mzuri. Thumma altafatat Ummu Salama, kisha kageuka Ummu Salama ila maulati, kwa yule kijakazi wake Khaira, waqala, takamwambia, asamaiti ghulamaki ya Khaira, ushampa jina mtoto wako huyu wa kiume wewe Khaira? Faqalat kalla ya umma, akasema hata bado mama yangu. We anamuita mama kwa sababu ndio alomlea. Bado mama, sijampa jina huyu mtoto. Laqad taraktu dhalika laki, mimi kuachia wewe hilo, niamulie wewe tumuite jina gani mtoto. Litakhtari, uchague lahu, kwa ajili yake, mina lasmai, katika majina, matashaina, unalolipenda. Faqalat Ummu Salama, akasema, nusamihi ala barakatillahi Al-Hasan, wacha tumuite kwa baraka ya Mwenyezi Mungu jina la nani? Al-Hasan. Al-Hasan ni jina la mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wale Al-Hasan na Al-Hussein walikuwa kimpenda sana Ummu Salama, kwa sababu bibi yao wao ameshafariki, Bi Khadija amefia Maka, na mwanamke ambaye anafanana kwa tabia na kwa rika ni Ummu Salama. Kwa pale wale wake za mtume wengine wote wabakia wadogo, kwa hivyo kumuhisi kuwa huyu ni bibi inaelekea zaidi. Kwa hivyo akawa wale Hasan na Hussein kama vile vijukuu vyake, ni vijukuu vyake vya kambo, lakini ndio vilikuwa kama bibi yao yule. Kwa hivyo lile jina nalo limemkaa, akasema tumuite yule la Hasan. Na pia Al-Hasan alikuwa na umbo zuri na sura nzuri pia, katika wajukuu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kafanana na mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akaitwa jina la Hasan. Thumma rafa'at yadaiha, kisha kanyanyua mikono yake, wadaat lahu, akamuombea bisalih dua, kwa dua nzuri, hakuzitaja hapa. Kumbuka anayeomba dua ni Ummu Salama, Ummul Mu'minina, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
anayeombewa dua ndo huyu katika kibaru tabiina, matabina wakubwa kubwa, Al-Hasan. Sio Al-Hasan mjukuu wa mtume, huyu tunamzungumzia Al-Hasan al-Basri. Na kwa nini aliitwa Al-Hasan al-Basri tutakuja kuona baadaye katika kibaru tabiin. Yule Al-Hasan mjukuu wa mtume sallam ni sahaba, lakini katika masahaba wadogo wako wanaomuingiza katika matabina, lakini ukweli ni kwamba kwa sababu ameishi na mtume, kamuona mtume, tunamconsider katika historia kwa ni miongoni mwa masahaba. Isipokuwa katika upokezi wa hadithi ndo kuna maneno, kwa sababu alikuwa mdogo, hawezi kuweka kumbukumbu vizuri za hadithi. Kwa mtazamo wa wanazuoni wengi anakuwa si sahaba kwa upande wa hadithi, sio katika upande wa historia. Lakini kwa jamaa zetu wa upande wa pili, ndugu zetu Mashia, wao wanamuona kwa vyovyote vile Mungu atakuwa kampa karama tu, hata angekuwa mchanga angeweza kuhifadhi hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu mbona Nabii Isa akasema uchangani, kwa hivyo litashindikana vipi na hili? Wao mapenzi yao kwa Ahlul Bait ni makubwa, wamepitiliza, kwa hivyo wanasogea tu. Sisi tunakwenda aste aste, kweli tunawapenda Ahlul Bait, lakini na uhalisia nao utizamwe. Tumefahamiana Kwa hivyo tuko kidogo katika kipengele hicho, tuko tofauti kidogo. Lakini huyu sote tunakubaliana ni katika matabina, si katika masahaba. Al-Hasan al-Basri. Lakini al-farhata bil-Hasani, lakini furaha kwa ajili ya huyu Al-Hasan lam taktasir ala baiti ummul mu'minina, haikuishia katika nyumba tu ya mama wa waumini Ummi Salama ridwanullahi alaiha, radhi Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, wa inma sharakaha fiha, lakini wameshirikiana ndani ya furaha hiyo baitun akhar, nyumba nyingine, fi buyuti min buyutil Madina, katika nyumba za Madina. Wa baitu sahabi aljalil, na ni nyumba ya sahaba mmoja mtukufu Zaid ibn Thabit, katibi wahyi Rasulillah, alikuwa akiandika wahyi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Dhalika, imekuwa hivyo ana Yasaran, kwamba huyu bwana Yasar ndio walida sabi, ndio baba mzazi wa huyo mtoto, kana maula lahu aidan, na vile vile aliwahi kuwa mtumwa wa huyu sahaba mtukufu tulemtaja hapa Zaid bin Thabit, naye akamwacha huru, na yule kule alikuwa kijakazi wa Ummu Salama akaachwa huru, wakaozeshwa. Kwa hivyo ina maana huyu babani anakuwa babu yake Zaid bin Thabit, tukenda kama hisabu za kwamba alikuwa ni mtumwa yule baba yake Yasar, na huyu umamani anakwenda kwa Ummu Salama. Kwa hivyo nyumba mbili hizi zikawa zina furaha, ya Zaid bin Thabit na ya Ummu Salama, kwa sababu amekuwa kijukuu chao kupitia wale watumwa wao wawili walioacha huru wakaoana. Wakana min athari nasi indahu, na alikuwa mtu anayependeza sana kwake yule bwana Yasar kwa yule Zaid bin Thabit, wa habbahum ilayhi, na anapendeza zaidi kwake alikuwa yeye. Kwa hivyo alimpenda, akamuona kama mwanawe, na kwa hivyo mtoto wake yule bwana atakuwa yeye ni mjukuu wake, kama ilivyokuwa Ummu Salama kampenda Khaira, na yule mtoto wa Khaira kamfanya kuwa mjukuu wake. Daraja Al-Hasan ibn Yasar, sasa ndio jina lake huyu Al-Hasan al-Basri unalipata, ni Al-Hasan ibn Yasar ndio jina lake. Lakini unaona jina la baba lilivyokufa limepotea kabisa, historia inamtaja kwa jina Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri, kumbe Al-Hasan bin Yasar, na Yasar manake wepesi, inama al-usri yusra, Yasar manake wepesi. Sasa huyu bwana Al-Hasan bin Yasar alikulia daraja kukua, alladhi urifa, ambaye alikuja kujulikana baada ya hapo bila Hasan al-Basri, kwa jina la Al-Hasan al-Basri, fi baiti min buyuti Rasulillah. Kwa hivyo kakulia katika nyumba miongoni mwa nyumba za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kalelewa na bibi yake Ummu Salama, kwa sababu mama yake ndo Khaira ambaye ni kijakazi wa Ummu Salama. Kwa hivyo kalelewa ndani ya nyumba ya Ummu Salama, na nyumba Ummu Salama ni nyumba ya mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kakulia humo, ingawa hakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kakulia ndani ya nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni katika matabia. Warubbi, anakalelewa fi hijri, katika uzio au hifadhi, zaujati, ya mke min zaujati nabii, katika wake za mtume. Hiya, jina lake huyo ni Hindu bintu Suhail al-maarufa, anajulikana bi Ummi Salama. Unaona nene Ummu Salama jina lake ni Hind binti Suhail, ndio jina la Ummu Salama, sio yule Hind binti Abi Sufyan mbali yule kule. Yule ni Hindi binti Abi Sufyan, au Hindi mke wa Abu Sufyan, sio binti Abu Sufyan. Mkewe yule bwana, sio binti yake. Yule Hindi sio binti Utba bin nani yuko mwingine kule, Hindi mwingine, sio mke wa Abu Sufyan. Ni mke wa Abu Sufyan, sio mwanawe. Huyu Hindi mwingine ndio Ummu Salama, majina tu al-maarufa bi Ummu Salama. Wa Ummu Salama, na Ummu Salama, in kunta la ta'lam, ikiwa hujui,
kanat alikuwa min akmali nisa'il arabi aqlan, katika waliokamilika miongoni mwa wanawake wa Kiarabu kwa akili. Alikuwa na akili nzuri sana. Wa awfarihinna fadlan, na aliyejaa ubora katika hao wanawake. Wa ashaddihinna hazman, na imara zaidi kwa uamuzi kuliko wanawake wote. Ni mwanamke mwenye msimamo, akiamua kaamua, hayumbi hatetereki. Kama kanat min awsa'i zawjati rasulil karim sallallahu alayhi wasallam ilman, na vile vile alikuwa mpana katika wake za mtume kwa elimu. Wa aktharihinna riwayatan anhu, na mwingi wa mapokezi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Haithu rawat anin nabii, kwani kapokea kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam 387 haditha, kapokea hadithi 387. Ummu Salama wa kanat, na alikuwa ila dhalika pamoja nayo kulli yote minan nisa'i, katika wanawake alqalilati wachache, nadirati nadra kupatikana, alawati ambao yaktubna, wanajua kuandika. Fil jahiliya, katika zama zile za ujinga, kumpata mtu anayejua kuandika hasa mwanamke ilikuwa kazi ngumu, na ilikuwa anajua kuandika. Kwa hivyo msomi tunaweza kumuita ni mwanamke msomi. Hiyo ni lam, lakini kidogo inaonekana kama imefifia katika vitabu vyenu. Iko sawa sawa, ni lam na mimu Kwangu mimi lamu hapa haionekani vizuri, inaonekana mimu zaidi. Hatundeni. Walam taqif silatu nabii sallallahu alayhi wasallam almahdudhi, silatu sabii, na hayakuishia mahusiano ya mtoto huyo mwenye bahati bi Ummi Salama, kwa Ummi Salama, bi ummi almu'minina, kwa mama wa muumini ambaye ni Ummi Salama. Inda hadha alhad, hakuishia kwenye mpaka huu. Wa inama mtaddat, lakini alirefuka ila baadi, kwenda mbali min dhalika, kuliko hapo. Fakathira ma kanat Khairatu, kwani mara nyingi huyu bibi Khaira Ummul Hasan ambaye ni mama wa Hasan, takhruju min albayti, alikuwa anatoka nyumbani, li khadha'i ba'dhi hajati ummul mu'minina, kwa ajili ya kumtimizia baadhi ya mahitaji yule mama wa muumini, yani Ummi Salama. Fakana tiflu radhi'u, basi akawa mtoto anayenyonya, yabki min ju'ihi, huwa analia akiona njaa yake, wa yashtaddu buka'u, na kunazidi kilio chake. Fataakhudhu Ummu Salama, basi Ummu Salama anamchukua ila hijriha, kwenda kwenye hifadhi yake, wa tulqimuhu thadiyaha, na anamlisha chuchu lake, anamnyonyesha. Litusabira, ili amngojeze bihi, kwa kumnyonyesha huko. Watu alila, unamfanyia kisingizio an ghiyabi ummi, cha kuondoka mamake, yani amtolee sababu kwamba mama anarudi, nyonya kwanza, nyonya, mama anakuja, kwa matokeo yake anambembeleza, yani anakuwa ananyonya kwa Ummu Salama. Tumefahamiana? Na wakati mwingine ile inakuwa kama kunyonya yenyewe, kama ni ile kipira tu kinyonyo, maana hamna kitu, hakuna maziwa mle ndani, ananyonya kwa kubembelezwa tu, basi anasinzia, analala. Danganya toto, ramba, anaramba mate yake mwenyewe. Lakini ndio inakuwa hivyo katika malezi. Hatari bwana. Fakanat li shiddati hubbiha, basi ikawa kwa wingi wa mapenzi yake yao kwa yule mtoto, yadurru sadiyaha, yanatoa maziwa machuchu yake, wakati mwingine labanan, maziwa, saikhan, matamu, fi fami, katika mdomo wake. Fayurdi'uhu sabiyu, anamnyonyesha mtoto, wa yaskutu alayhi, na ananyamaza. Sasa hii mengine yanaweza kuwa ni miujiza, mengine anakwenda tu katika maumbile ya kawaida, lakini ndio akinyonya. Wabidhalika, na hapo adat Ummul Mu'minina umma lil Hasan mijatain, ikawa ni mama yake tena, akahesabika Ummul Mu'minina huyu. Ummu Salama ni mama yake kwa maana zote mbili. Sasa mama yake kwa upande ule wa kwamba ndio bibi, kwa sababu mama yake ni kijakazi wa huyu mama, lakini pili na huku kunyonya nako kukampelekea kuwa kama mama yake. Fahiya ummuhu biwasfihi ahad almu'minina, kwanza mama yake kwa sababu ni moja katika yeye ni Muislamu, na wale wake za mtume wote mama zake. Wa hiya ummuhu min ar-radha'i, aidha na mama yake kwa kumnyonyesha vile vile. Wa qad atahat as-silatu alwashihatu, na alitoa fursa haya mahusiano imara. Kasema alwashiha huko chini, au kasemaje? Alwashija, ndio alwashija. Kasema as-silatu alwathiqa almatina, sawa. Waqad atahat, na ametoa nafasi hadhi as-silatu, mawasiliano alwashija, yaliyo imara, baina ummahati almu'minina, baina mama wa waumini,
wa qurbu buyuti ba'dhinna, na ukaribu wa majumba baadhi yao membadhi kwa baadhi, lilghulami saidi, kwa kijana huyu mwenye bahati, an yataraddada, ingia na kutoka, ala hadhi albuyuti, katika majumba haya kulli haya yote. Yani kwa sababu nyumba za wake za mtume hazikuwa mbali, zilikuwa ziko karibu karibu. Kwa hivyo naye ilikuwa mchezo wake, akitoka nyumba hii kaingia nyumba hii, akitoka nyumba hii kaingia nyumba hii. Kwa hivyo wale wake za mtume wote waliokuwa kwa hai baada ya kufa mtume walikuwa wanamjua kama mtoto wao, kama mjukuu wao, anaingia kitoka. Na tulisema kwamba Mtume salamu alipojengwa msikiti wa Madina, yalijengwa mabanda pembeni yakazunguka, wakawa ndo wake zake wanakaa kwenye hayo mabanda. Ndio ikaja ile aya, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Kwa hivyo na maana hazikuwa mbali za nyumba za wake zake. Kwa hivyo Mtume salamu kisha kufa, lakini wake zake wamebaki kwenye zile nyumba. Kwa hivyo akitoka nyumba hii kaingia nyumba hii, akitoka nyumba hii kaingia nyumba hii. Wote wale mama wa waumini walikuwa ni mama zake wanamlea. Bahati kubwa kaipata. Wa an yatakhallaqa bi akhlaqi rabbatiha jami'an, napate tabia za wale walezi wake wote. Waniahtadi, anaongoke bihadihinna, kwa muongozo wao. Wakad kana, na ilikuwa kama yuhadithu an nafsihi, kama alikuwa anasimulia mwenyewe, yamla'u hadhi albuyuta biharakatihi ad-da'iba, alikuwa akijaza majumba haya kwa harakati zake za kudumu, wa yutri'uha bilahbi, na anayajaza kwa michezo yake na shit ya ukakamavu. Akitoka nyumba hii kacheza mpaka kitafutwa yuko wapi, kamtazameni labda kwa mama fulani, labda kwa mama fulani, mote mle ndo anacheza, anaingia na ruka popote, anakula. Kimekuwa kama kijukuu cha mtume kinaranda ndani ya nyumba za mabibi zake. Haya ndo maisha ya Al-Hasan al-Basri ya utotoni. Tumefahamiana eh? Kapata bahati kubwa kweli huyu. Bahati kubwa sana. Hata innahu kana yanalu sukufa buyuti ummahatil mu'minin, mpaka ilikuwa anaparamia mpaka anayakamata mapaa ya nyumba za ummahatil mu'minin, mama muumini, biyadai, kwa mikono yake miwili. Wa huwa yakhfizu fiha qafza, na ruka huko ndani, kama akikuta kitu anapanda, kama kinu kimeweka anaparamia, anaruka juu, anagusa ile dari, alimradi anacheza tu huko ndani, anajifaragua kama kwake vile, kwa kuruka, qafzan, kuruka. Falla al-Hasan, aliendelea Al-Hasan yatakallabu, anapinduka fi hadhi al-ajwa'i, katika mazingira haya al-abiqa, yenye kunukia, bituyubi an-nubuwa, kwa manukato ya utume sallam, al-mutaalliqa, yenye kumeremeta, bisanaha, kwa mwangaza wake. Anatumia maneno ya mafumbo sitiari kwamba alikuwa anahanikizwa harufu nzuri na anangarishwa kwa mwangaza mzuri wa nyumba hizo. Manake anafaidika. Kwa ufupi, nairudia sentence hii kwa sababu katumia maneno mazito. Dhalla, aliendelea Al-Hasan, huyo Al-Hasan yatakallabu, anapinduka, yani anaingia na kutoka, fi hadhi al-ajwa'i, katika haya maanga, al-abiqa, yanonukia, bituyubi nubuwa, kwa manukato ya utume, al-mutaalliqati, yenye kumeremeta, bisanaha, kwa mwangaza wake. Yani anafaidika na zile nyumba zinazonukia manukato ya utume na zilizojaa nuru na mwangaza wa utume. Manake mazingira mazuri, kila wakati ibada, maneno mazuri yanatamkwa, watu wanatafuta riziki za halali, kila kitu kiko kwa ratiba. Kwa hivyo anafaidika. Wayanhalu, na anachota, min tilka almawaridi, katika vile vyanzo vya maji, la adhba, matamu, allati, ambayo hafalat biha, yamejaza, buyutu ummahatil mu'minin, majumba ya mama waumini, vyanzo vya maji matamu. Lakini nakusudia elimu, maneno mazuri, tabia njema. Siku zote nalisema neno hili kwamba katika lugha unaweza kutumia neno kwa maana ya pili au maana ya tatu. Unaona hapa maneno yote haya hayatumiki kwa maana za kwanza, yanatumika kwa maana ya pili au maana nini ya tatu. Ndio lugha, na Qur'ani inatumia hivyo, na hadithi za Mtume sallam zinatumia hivyo, na waandishi wakubwa lugha ya Kiarabu pia wanatumia hivyo. Haithu rawa, pale ambapo amepokea. Wayanhalu, tusema wayatatalmadhu, na anajifunza akiwa mdogo. Ndio ile tilmidh. Yatatalmadhu manake anajifunza akiwa mdogo, ndio inaitwa tilmidh. Tilmidh ni mtoto mdogo anayejifunza. Wayatatalmadhu, na anajifunza akiwa mdogo, ala aidi, kwenye mikono, kibari sahabati, ya masahaba wakubwa, fi masjidi Rasulillah, katika msikiti wa Madina wa Mtume sallallahu alaihi. Haya anajifunza katika mikono vipi?
Hapa mikono manake uangalizi, hifadhi, muongozo, ndo mikono. Tumefahamiana Waswahili wana maneno mengi sana katika hili. Mtu anaweza kuja akamwambia bwana unataka kutoka, huu mguu wako bwana. Unakumbuka mzee Kiswahili hicho, mguu wako, unamwendea mtu nyumbani kwake anamwambia mguu wako huu. Mguu wake vipi unaoe huko alafu unamwambia mguu wako? Manake nilikuwa nakuja kwako, mguu huu wako. Manake hivi ninavyokuja anakuja kwako wewe. Kiswahili kinapotea sasa hivi, watu watatu zungumzi Kiswahili hicho tena. Tumeshakiacha. Hata dalali zamani unazunguka wewe anakuonesha maduka nini, kama haya nipe mguu wangu. Umpe mguu vipi? Maana mpe chochote kwa sababu kakupitisha kakuzungusha. Ndio anasema nipe mguu wangu. Siku hizi kinakufa Kiswahili hicho. Tunabaki nacho sisi. Tamia sina nafasi tena kukitumia. Naona kila anayemwambia ananitumbulia mijicho. Wayatatalmadhu ala aidi kibari sahaba, na anajifunza katika mikono ya wakubwa masahaba fi masjidi Rasulillah, katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya sasa unaona wazi darasa zilikuwa msikitini. Tena walikuwa masahaba wakubwa wanafundisha darasa msikitini. Na watu wanakwenda wakasikiliza. Kwa hivyo yeye anakwenda msikitini anasikiza madarasa makubwa ya masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sasa hivi tunaweza tukanengeza msikiti ukauona msikiti mzuri kwa maana, lakini darasa wagumu sana kufanya darasa. Na kufanya darasa hasa endelevu zikafundisha vitu ni wagumu sana. Wepesi siku kujenga misikiti mizuri, lakini kuwa na darasa imara pale msikitini, imara inayoendelea, watu wakenda miaka wakarudi wanaikuta darasa ipo, tabu sana siku hizi. Na baadhi ya watu wakianza kupungua duniani wakafa, ndo linazidi jambo kwa dhaifu. Kila mmoja anataka awe kiongozi tu. Anakusanya pesa, anafanyaje, yuko kwenye uamuzi, lakini kukaa kitako kufundisha, Inasikitisha kweli. Mimi nilipata delegation moja inatoka Saudi Arabia na nchi nyingine za Kiarabu. Walikuja kutembelea watu na mimi wakanitembelea. Wakasema sisi tumesomesha watu wengi kutoka upande wa kwenu, lakini tumekuja tunafanya uchunguzi nani na nani wana madarasa misikitini. Ni wachache sana. Wengi akishakuajiriwa serikalini, akishakuajiriwa kwa mwalimu, basi kashachoka. Ikifika ile saa 9 katoka kazini ndo kashachoka. Ana wake 2 watatu, anakwenda kisinzia kwenye vifua vya wake zake basi. Lakini habari za darasa hataki. Akija zake msikitini magharibi angalau kidogo kachungulia hivi paka sali kaondoka. Kama kafanya jambo kasalisha kamaliza. Na wengine wanachekesha zaidi. Tukianza kufundisha sisi, yeye mtu kashasoma miaka 5 hata anakuja kukaa anasikiliza darasa yangu mimi. Mesi mfukuzi, lakini ananishangaza kweli. Wewe umekaa miaka 6, miaka 7, miaka 3, 5, unakuja tena kukaa kitako unasoma darasa yangu mimi. Watu huku wanakutegemea. Maana yake nini? Simfukuzi mtu, lakini naonesha kwa sisi wavivu wa kufanya kazi. Hasa hii ya Mwenyezi Mungu. Masahaba wameifanya sana. Na ndio maana wakati wao kaona elimu imesambaa sana. Sisi tunapenda vyeo, tunapenda magari, tunapenda majumba na nini zaidi na wake basi, lakini kazi hii hatutaki kuifanya. Haya, twendeni, lakini kila mmoja atakuwa na jibu lake mbele ya Mwenyezi Mungu. Kila mmoja atakuwa na jibu lake mbele ya nani? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Msikatai, hata mimi naweza nikafika mahali nikapata nafasi nikawa sipatikani, lakini muda ninaopatikana na utumia katika kufundisha. Tutumie muda kufundisha watu. Na ushahidi ni kwamba masahaba hao wamefanya kazi hiyo. Inasikitisha kweli, nchi kama Zanzibar ilitakiwa mashekhe tulionao darasa ziwe zinanguruma kila msikiti. Kila msikiti akiteremka mtu hapa aone hapa pana watu, pale pana watu, pale pana watu, pale pana watu. Lakini leo hapa unafundisha msikiti wa Mchangani, mtu anatoka shamba anakuja kusoma hapa, kote huko hakuna madarasa. Na zikiwepo sio endelevu. Tumevamiana. Mara shekhe akakatisha, mara na dharura hii, mara na dharura ile. Ukipumzika pumzika, ukifundisha fundisha. Tumevamiana. Nalisisitiza hili kwa sababu zangu maalum. Twendeni mbele. Basi alikuwa akisoma kwa masahaba katika haithu, pale ambapo rawa amepokea hadithi kutoka kwa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Abi Musa al-Ash'ari wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah wa ghairihim na wengineo.
uone kuwa hawa masahaba walifanya kazi ya kufundisha. Aliwataja wote hawa ni walimu kweli kweli, wamefanya kazi kubwa sana. Mungu awape radhi wote kwa kazi walizofanya sana, na Mungu atujalie tukutane nayo peponi kwa bidii wanazofanya. Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abi Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, halafu wa ghairihim. Kwa hivyo Al-Hasan al-Basri si mwepesi. Tizama hawa mashekhe wake aliosoma kwao, watizame kwanza kila mmoja jinsi alipomzito katika masahaba. Tumeelewana vizuri hapo? Twende. Lakini yeye ulia alibobea akthara zaidi ma ulia alipobobea bi amiril mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Alibobea zaidi kwa Ali bin Abi Talib. Si wanafunzi nao wanabobea kwa mwalimu. Yani mwalimu aliyesoma sana kwake na vitu alivyochukua vingi kwake kachukua kwa Ali bin Abi. Na kwa taarifa yako Saidina Ali kafundisha sana. Kwa sababu kafa Mtume sallallahu alaihi wasallam, khalifa ni Abu Bakar. Ali yuko huru, hana madaraka, kafundisha. Kafa Abu Bakar radhiallahu anhu, kaja Umar, Ali anafundisha. Kafa Umar, kaja Uthman, Ali anafanyaje? Anafundisha mpaka alipokufa Uthman ndo anakuja kuingia madarakani. Ali kesha fundisha miaka mingapi huko? Kwa hivyo Ali kafanya kazi kubwa ya kufundisha. Na huyu Al-Hasan al-Basri kasoma kwa Ali radhiallahu anhu sana, amebobea. Huyu mwalimu wake katika walimu zake wakubwa alomfundisha sana ni Ali bin Abi Talib. Faqad ra'ahu minhu salatuhu fi dini. Salabatuhu faqad ra'ahu minhu salabatuhu fi dini ndio. Kwa hivyo alichokichunga kutoka kwa Ali bin Abi Talib ule uimara wake, kuwa imara katika dini. Uimara wa huyu Al-Hasan al-Basri kaupata kwa Ali bin Abi Talib. Hayumbi hatetereki. Sulbu manake ugumu ule uimara humtetereshi. Wa ihsanuhu li ibadati, na kufanya vizuri ibada yake. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa anaabudu hasa akiwa katulia, ile ibada yake anaisali kwa khushu, kakaa vizuri, yuko safi. Basi naye amechukua kitu kama hicho. Wa zahadatuhu, na upanyongo wake, bizinati dunia, kwa mapambo ya dunia, wa zakharafatiha, na mapambo yake yote ya dunia yambabaishi kachukua kwa Ali bin Abi Talib tabia hizo. Wa khalabahu, yamemvutia minu kutoka kwake. Ndio khalaba huyo manake chini kaisema huko.